Kokoto ni kiungo muhimu katika sekta ya ujenzi na inatumika sana katika miradi mingi ya maendeleo, kutoka ujenzi wa nyumba za kawaida hadi barabara, madaraja na miradi mikubwa ya miundombinu. Shughuli za kokoto ni sehemu muhimu ya uchumi wa vijijini na mijini, kwani zinatoa ajira na fursa za biashara kwa wajasiriamali. Katika makala haya tutaangazia mchakato wa upatikanaji wa kokoto, changamoto zinazokumba wadau wa sekta hii, pamoja na fursa zinazopatikana kwa wajasiriamali wanaoshughulika na uzalishaji wa biashara ya kokoto katika kata ya Bukondamoyo katika halmashauri ya manispaa ya Kahama mkoani Shinyanga. Msimulizi wako ni mimi Baraka Ngofira. Karibu tuwe sote tangu mianzo hii hadi pale tutakapotamatisha makala haya. Upatikanaji wa kokoto ni mchakato, kwani huanza katika uchimbaji wa mawe kutoka kwenye machimbo ya mawe, ambapo mara nyingi mawe hayo hupatikana kwenye maeneo ya milimani au maeneo ya mchanganyiko wa udongo na mawe, ambapo hupitia hatua mbalimbali hadi kufaa kwake. Ni kwa vile tunajipatia kipato kidogo kidogo ambacho kinakidhi mahitaji madogo madogo, japokuwa sio makubwa, kwa sababu hata kazi ya kokoto pia inahitaji mtaji wa kuwa unachomea mawe mkaa, kwa sababu hata mawe bila mkaa yakatika. Tunahitaji mkaa, uwe na nyundo, uwe na ponchi, ndio unaweza kuifanya kazi ya kokoto ikaenda. Mfano kama upande wa mvua ikinyesha hauwezi kuchoma, kwa sababu utakuta mvua inaponyesha ukiweka mkaa utazima, unaweza ukachoma jiwe likawa gumu sana ukatika, likachukua muda. Kwa hiyo kokoto unaiteketeza na usipate yale mawe unayohitaji. Wengi wa wanaojishughulisha na shughuli hii katika eneo hili, kila mtu ana simulizi yake iliyomfanya hadi kuingia kwenye kazi hii ambayo inahitaji matumizi ya nguvu kubwa, huku jua na mvua zikiwa kama chakula kwao. Nilipoachana na mume wangu nikaamua kuingia kwenye hii kazi, kwa sababu nilipita nikakuta wakina mama wenzangu wanafanya hii kazi, na nikaona na mimi sio vyema nikaungana nao. Sababu ni kazi inayolipa. Ukijituma ukiwa na bidii, ni kazi ambayo inayolipa. Inaweza kukupatia hata matumizi yako madogo madogo, hata kama ukiwa na mahitaji mengine inaweza kukidhi kufanikiwa. Baada ya kujifunza hii kazi ya kokoto, mtaji sina, kila kitu sina. Na ule mtaji nilipoupata nilianza kuokoteza tumao tubovu ambao wanatusema tukabongole. Sasa tule tukabongole, nilikuwa napiga mawe, napata ndoo, nikipeleka pale kuna sehemu inaitwa Pima Wote. Ile ndoo ambayo ni lita 10 tunaiuza shilingi 500, shilingi 600, mwisho 700. Lakini japo kuwa niliendelea kufanya hiyo kazi, nikaona wenzangu na wao walio wengi wanahangaika, mtaji hawana, halafu na wengine hatuna. Lakini nikaendelea kufanya bidii, ile ndoo ikilizaa mtaji, nikawa nimepata kama mtaji kadogo. Lakini kwa kipindi hicho na mpaka sasa mtaji hatuna, wakina mama walio wengi, na asilimia kama ngapi seti mtaji ukinunua hata mzigo mkubwa, ule mzigo unapeleka kiasi kikubwa, na ukienda pale ukiuza unapata hata faida yadi kidogo. Niangalia kazi za kuajiriwa mara nyingi zina usumbufu, na mimi sina mtaji, nikaona kazi ambayo ni rahisi sana kufanya ni kama kazi ya kokoto, ambayo unaweza kujinunulia hata tumato tudogo
ukafanya kazi. Kazi ya kokoto hainaga kwamba uwe na sifa yote ile, isipokuwa ukikutana na wenyeji ambao wanaponda kokoto unaweza kuangalia tu hata kwa mara moja kwa umeelewa. Uwepo wa eneo hili imekuwa sehemu ya ajira kwa vijana na wanawake zaidi ya 200 ambao kila siku ingia hapa walau kutafuta chochote kitu hili tu mkono uende kinywani. Watu na ambao nawaongoza hapa tuko zaidi ya watu 230. Hao ndo na wamiliki ambao wamenipa dhamana nikachaguliwa kama mwenyekiti wao. Lakini changamoto tulizonazo hapa kama waandishi wa habari, mvyoona kazi yenyewe ni ngumu. Hatuna vitendea kazi. Cha kwanza tumeamua kujitoa muhanga kufanya kazi kwa sababu tulikuwa tuna ajira yoyote ile. Kwamba tukikaa hivi familia zetu tutawatunza vipi, au wanafunzi tutawasomesha namna gani? Tumeamua kufanya kazi hii ngumu kwa hali na mali, kujitoa. Mlo ni mmoja kwa kutwa nzima. Sasa zingine tunashinda na njaa, hatuli. Yaani tangu nimeingia kwenye hii kazi sasa hivi na miaka kama 6. Kiukweli hii kazi ni kazi. Lakini kazi yetu inahitaji tu nguvu na mtaji kama unao. Lakini kazi yetu hii mtu anaweza akaidharau, lakini kazi yetu hii inatusaidia sana. Nimejengea humu na inasomesha watoto kupitia hii kazi, na wanavaa kupitia hii kazi, wanakula wanachotaka kupitia hii kazi. Ni kazi sababu unayoilipa. Ukiwa na bidii yako kaifanya hii kazi unafanikiwa. Unaweza kufanya mimi nifanye kazi hata miezi mingapi, nitafuta hata 100,000, nitafuta hata 150,000, uwezekano upo. Hii kazi inataka bidii ya kufanya kazi. Hela zenyewe zipo, ila nitakuwa tu uonyeshe nini? Bidii. Sababu hii ni kazi inayofanyika kwa bidii. Nilifanikiwa nikapata uwanja, nikapata nyumba, nikapata mashamba, nikapata hata mahitaji mengine ya kufanya hii kazi. Yaani umoja wapo hii kazi, kwa kweli kwa upande wangu mimi siwezi kuisemea vibaya. Ni kazi ambayo inalipa kiufupi. Alafu ni kazi ambayo yani ni wewe mwenyewe utakavyojicontrol wewe mwenyewe. Ili mradi tuwe na mtaji na nguvu. Kuingiza hela inatakiwa bidii yako, uwe na bidii yako. Sababu unaweza kuingiza 20,000 au 15,000 au kushuka chini hata 5,000 hata 3,000. Inachotakiwa uwe na bidii. Sababu hii kazi inayofanyika ni bidii. Yaani kazi inayofanyika huwezi kusema eti bwana leo niingie kazini niweke tathmini ya kuingiza 20,000. Ufike kazini usiweke bidii ya kuipata ile shilingi 20,000. Yaani kwa ukiingia kazini uonyeshe bidii ya kuipata 20,000 au 5,000. Sababu ni kazi ya bidii. Kwa siku ikiwa nzuri sana, kama umepiga kokoto zako nyingi unaweza kutoka hata na 600,000, 200,000. Inategemea na mzigo ulionao. Mwanzo kabisa mimi nilianza kuokoteza kabongole ambaye ni mao mabovu kama yale. Baada ya kuwa nimegonga ndio nikawa nimepata tundoo 50, ndio nikatuuza, na kipindi hicho kwa tunauza shilingi 700. Ndio nikapata mtaji wa hapo. Nikajinyima kura, nikachukua kidogo, nikawa nimenoa mawe mazuri, ndio kipimo mpaka hiki. Kipata ile shilingi 700, hiyo shilingi 600, nikipata kufanikiwa nikipata hata tundoo 3 nikauza. Nikakimbiza pale kugomana na wenzangu. Ile shilingi 2,000 nanunua kama mtumka, tuunga, watoto wanakula. Ili mtu afanye kazi ya kokoto inachohitaji au na vitendea kazi basi. Sababu kazi za kokoto kuna square nyingi. Kuna square ya nyundo ndogo, kuna square ya nyundo kubwa, kuna square ya nyundo ya kupunguzia, na kuna square ya gongo mekaa, ile nyundo ndogo ndogo. Kazi hii imenisaidia kulisha watoto, imenisaidia kulipa kodi ya nyumba, imesaidia kunitunza hata kuishi. Ninapotembea, ninapoenda popote pale najua nitagonga hata tundoo tungapi ili nifanikiwe maisha ya kula na kulipa kodi ya nyumba. Kazi hii iliyojaa hatari za kila aina kutokana na matumizi ya zana duni za uchakataji wa kokoto upelekea kukatwa na kuangukiwa kwa mawe kwa wajasiriamali hawa
Kwao imekuwa ni jambo la kawaida. Kugongwa na nyundo ni kawaida, maana hata jiwe linaruka linapitia jicho au mkono au mguu linakata, maana unapopata jeraha ni maumivu makubwa, lakini tunang'ang'ana kwa sababu ili tufanikiwe, ili tuweze kuishi. Unaweza kukuta mtu anachoma mawe kule shimoni, bahati mbaya inaweza labda jua likashuka likamponda akapoteza uhai wake, au aidha anaweza akakatwa na jiwe mguuni au sehemu yoyote. Hizo ni changamoto zinazojitokeza. Unaweza kuona bonda kama hivi ninavyobonda mimi, likaruka jiwe likakupiga jichoni. Inajitokeza hizo changamoto. Pia na ufukuaji pia umo lazima yafukue mawe ili yapate ufanyeje, ndio changamoto zetu. Hatua ambazo ndio zifuate ni kununua gambuti, kununua zile crops kuvaa mkononi, mavazi yanayostahili tu ili uwe salama, kujiepusha na majeraha ya mawe. Wengi wa wajasiriamali hawa ni kama wanasikia tu kuhusiana na ile mikopo nafuu inayotolewa na serikali kupitia mapato ya ndani ya kila halmashauri kwa ajili ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Sisi wajasiriamali wa hapa hatuna elimu ya mikopo. Unaona? Tungepata mtu akuja kutuelimisha, tukapata mikopo wa kina mama. Naona maendeleo yangekuwepo mazuri sana. Naona na sisi wa mama tungejenga. Unaona? Yaani tungepata mitaji mikubwa. Kwanza hatuna vitendea kazi. Unaona? Watu wanakuja, jamani mikopo ya mama imekuja, lakini elimu hatuna. Kila mtu anashindwa aanzie wapi, aishie wapi. Kuna wengine wameshaenda lakini wanashindwa. Unaona? Unaweza kaenda mara ufanya andika barua hivi, nenda kwa mkurugenzi fanya hivi. Mtu unajikuta mkopo unamshinda naishia njiani. Lakini tungekuwa na mtu wa karibu wa kutuelimisha, akasema jamani ni hivi 1 2 3. Hapo naona wakina mama wote hapa kila mtu angekuwa na mtaji mkubwa, tuna kitendea kazi angekuwa nacho. Hatuna mitaji. Na pia tunaomba serikali popote pale wale ambao wameguswa na hili watusaidie. Kwa swala la mikopo kwetu kwa kweli ina mizunguko mikubwa sana, ambapo kulingana na kipato tulicho nacho hatuna uwezo wa kupata mikopo hiyo. Kwa hiyo tunaomba serikali itusaidie. Yaani mtaji wa kuanzia 300,000 au 3,500,000 au hata 500,000 ndio changamoto tulionayo, kwa sababu hii kazi inafanyika kwa hela. Unaweza kuwa na trip moja, ile trip moja kuisimamisha paka kuweka sokoni inataka 1,500,000. Unakuta kwa wengine wana trip moja, mtaji wenyewe unakuwa haukizi. Hata kama ukianza na yani kiwango cha chini sana ambacho naona akina mama wengine wanatumia wanaoanza, anaweza kaanza hata na 15,000. Ni kadiri sasa kwa yeye anavyoiongoza ile pesa. Kwa sababu ninaweza nikafanya kazi kama hapa hivi, mzigo huu wote kwa ni wa kwangu. Nikaja nikauza, nikapata hela nzuri. Sasa inategemeana na mimi ninavyoicontrol ile pesa. Sio pesa inicontrol mimi, ila pesa inatakiwa ni control mimi. Tunaomba elimu. Tuelimishwe. Tupewe muongozo kwamba hela iko sehemu fulani, fanya hivi. Tuwe na muongozaji wa kutupeleka. Na mitaji hatuna, wamama hawana mitaji kama jinsi unavyowaona hivi, hawana mitaji, wanabangaiza. Unaona na familia zao kama hizi wanahangaika juani. Hapo apate daftari la mtoto, unaona, uniform za mtoto, yeye mwenyewe bado kula, yeye mwenyewe bado kodi ya nyumba. Unaona? Sasa wanajikuta sasa wanashindwa, lakini unaambia mikopo ipo ya mama, hawaioni, hawaipati, hawana elimu. Nikiangalia hii kazi, nikichukua huo mkopo nitafungwa. Lakini kwa sababu serikali kiamua kutusaidia, ikatuingilia kati, ikatusaidia msaada, tunaweza tukaingia katika ndani ya mikopo. Lakini mikopo za sehemu nyingine siwezi kama mimi. Kazi yetu tulionayo ni kazi ambayo inataka mtaji. Kuna wachoma mawe makubwa. Tunataka tupate mkaa, tupate hata hizi na magugu. Sasa unakuta mtaji wetu unakuta haukizi na ile kazi tunayoifanya. Tunaomba kama wadau, serikali tuangalie sisi wajasiriamali wa hapa Kalasha, watuletee hata ile mikopo ya bei ya riba nafuu,
sisi wajasiriamali tuendelee kufanya kazi vizuri, kwa sababu tunahitaji mtusaidie elimu ili wakina mama tujue jinsi elimu ya kuchukua huo mkopo, na mkitufundisha mkatupa hiyo semina, tunaweza tukaingia katika ndani ya mikopo, maana ndio ndani ya kusaidiwa msaada. Ukifuatilia hapo halmashauri ni vigumu sana sisi kupata mkopo. Unaambiwa njoo, nenda kwanza kwa afisa maendeleo. Unaenda kwa afisa maendeleo, unaambiwa katiba umeikosea. Unaona? Unarudi tena kuitengeneza katiba. Unaona? Ukiipeleka kule unaambiwa nenda moja kwa moja mpaka kwa nani? Kwa mkurugenzi. Unafika kwa mkurugenzi, unaambiwa mkurugenzi hayupo. Unajikuta wamama wanakata tamaa. Mara unaambiwa tafuta namba ya nini? Ya kikundi. Unaona? Kuipata namba ya kikundi kwa wenyewe inakuwa ni shida. Ni changamoto. Sasa mama kama mama anajua kula ameacha, bora angebonda hata kokoto ndoo 5 watoto wangepata kula. Najikuta anapoteza muda, watoto wanabaki hawajala. Naomba tupate mitaji. Angalau tutakapopata mitaji kazi hii itakuwa nyepesi. Na tutaona manufaa yake, matunda yake. Lakini kwa sasa hivi natumia nguvu mimi kama mimi. Kutwa nzima naweza nikashinda bila hata kupata shilingi 2000. Hata siku 3 sijapata 2000. Labda kwa neema ya Mungu, labda siku zingine ndo napata nini? Kahela napelekea familia. Lakini ikiwa na mtaji itakuwa ni rahisi sana hii kazi kuwezeshwa kuifanya kwa kasi na kuuza. Kwa hiyo ningeomba serikali tusaidie, ituwekee wepesi katika kupata mikopo. Ili kuhimili katika kazi hii ni nguvu zako tu. Ukiwa na nguvu za kutosha na mtaji kidogo kwa ajili ya ununuzi wa mawe wa kulipa vibarua wa kusaidia, utaifurahia kazi hii. Na tofauti na hapo ni kama utambulia patupu na kupigwa na jua la utosi kila kuchapo. Kwa kweli kwa upande wa uzaji wa kokoto uko vizuri. Maana wajenzi ni wengi, chapo kuna changamoto kama hizo, kama una mtaji mwingi utakuwa choma madogo tu, unauza hivyo unapata riziki ya nyumbani. Changamoto ya hapa ni kunyang'anya wateja kupitia magari. Lakini kwa hapa hivi kwamba tuna changamoto kwamba yani kuna makokoto mengi, hapana. Riziki ya mtu huwa haifungwi. Ni kama vile sokoni, unaweza kukuta huyu kibanda hapa, kwa hiyo anapofikia mteja ni hapo hapo. Soko tulionalo hapa lipo, kuna muda inachangamka, ila ni soko la muda. Kuna muda uko tunafika ndoo 800, 700 paka 1200, saa nyingine inaporomoka. Soko letu tulionalo kweli, tunalo kweli soko, ila ambayo alieleweki. Kuna siku na inachangamka, kuna siku alieleweki. Mfumo hapa wa kokoto zetu tunazouza, kuna jua unaweza kukuta lekundu, kuna jua linalokuta linong'aa, sababu mteja mwenyewe anachopenda anaangalia ile jua iliyong'aa. Kuna mwingine anakuja kwenye ile kazi ya kokoto aangalie mawe, yeye mradi anaangalia nini? Kokoto. Ukiwa na kokoto kweli nzuri unaweza kupata hela kwa amu nzuri. Ukiwa na kokoto ambazo zenye madoa au zenye mashaka kupata bei nzuri nakuta sio sahihi. Unaweza kukata rundo inakata miezi 2, miezi 3. Mtu alio na rundo zuri, kokoto zinaonekana vizuri, anazuiza kwa wakati. Anaia juu unachoweza kugundua, kwa sababu kitu kizuri ndio kinachojiuza. Kuna majiwe yana rangi. Kuna jiwe lekundu, kuna jiwe lenye rangi ya nani, kuna jiwe la kabongole, kuna jiwe leupe. Mteja mwenyewe anachokuja hata akiwa kwenye gari akiangalia hapa chini akaangawa na hili rundo mimi yani nampendezesha kwa sababu ameliona kwenye macho yake ni leupe. Na hizi kokoto zetu nyingine zinaweza kuwa za chini ya kiwango, unaweza kukuta mtu anaweza kupenda kuangalia tale mawe mengine ya ovyo sababu akaangalia bei ndogo. Ile mawe mengine mazuri yakuwa na bei kubwa. Mwanzoni ndo nilikuwa ninawaza, lakini hivyo kuja kushika hela za hii kazi kwa kweli sijawahi. Kwanza huwa natamani tu nipate mzigo nisiishiwe. Sijawahi kujutia kwa kweli, kwa sababu inanifanya nasomesha watoto, inanifanya naendelea na mambo yangu. Ninajua ipo siku na mimi nitalia kimvulini, sitakalia hii kazi. Pamoja na kuwepo kwa teknolojia bora za uchakataji wa mawe hadi kokoto, lakini baadhi ya wajasiriamali hawa wanaona teknolojia hii ni kama inawanyima nafasi ya wao kutumia nguvu zao. Japo wengine wanaona teknolojia hii ni kama fursa muhimu kwao kujipatia maendeleo ya haraka katika sekta hii. Mashine kweli
zishaye kutokea zikaja, ninavyokuja mashine zikija nakuta zinatunyimia sisi wenyewe wajasiriamali wadogo wadogo kupata ile hela ya kunani. Sikuwa naomba tu sisi kama sisi, kwa sababu sisi kwa hapa sisi tunajitosheleza kufanya hii kazi. Kwa tuombe hata mashine ije. Tulikuwa naomba tu watusimamie wajasiriamali, tunajitosheleza kufanya kazi kwa mikono yetu vizuri, sababu vitendea kazi tunavyo, shida ni mtaji. Tukipata mikopo tunaweza tukanunua mashine ya kutusaidia kuturahisisha kazi, kwa sababu tunapoponda kwa mkono hivi tunachoka. Yaani tunafanya kazi ngumu kiasi ambacho ukifika jioni lazima uende kununua dawa ya kuondoa maumivu. Kwa hiyo tunateseka, hatuna sehemu ya kushika tofauti na hii kazi. Kutokana na uwepo wa wimbi kubwa la ukosefu wa ajira kwa vijana na wanawake, rai inatolewa kwao kuweza kutazama fursa hii. Cha msingi tu wawe na nguvu za kuweza kuifanya kazi hii na mtaji kidogo. Mimi napenda kuwashauri wakina mama walioko nyumbani, mabinti, inatakiwa tu yani wasikalie mambo mabaya, waje tu tuungamane, tufanye kazi. Hii kazi inalipa kiufupi. Kwa sababu hata mimi nikisema kwamba sasa hivi nimechafuka, lakini ukinikuta anga za nyumbani, huwezi kujua kama naponda kokoto. Kwa hiyo wenyewe waje tu waungamane na sisi, tufanye kazi. Hii kazi inalipa. Inachotakiwa ni bidii na juhudi. Kifanya hii kazi kwa bidii na juhudi kuliko kijana akae mtaani anatembea mtaani, tunamkaribisha kwenye hii kazi yetu. Haina masharti yoyote. Ni nguvu yake na juhudi yake. Akiwa na nguvu yake na juhudi yake anafanikiwa hata kujiendeleza. Apambane mtaani kuangalia kazi yoyote ile ili apate kipato cha kujiingizia hata kidogo kidogo, ili atakapopata nafasi ile aliyoisomea ndo ajafanyeje aifanye. Lakini sio vizuri kukaa nyumbani kwamba kwa vile nisomea kazi labda ya udereva, mimi nitafanya kazi ya nini ya udereva hujapata gari. Unaweza kujiingiza kwenye changamoto yote ile kwamba hata kama niuze vitumbua, niuze nini ili mradi upate riziki. Wakina mama walio wengi, kwa mfano kama mimi, siwezi kukaa nyumbani. Kuna wababa wengine tena, hata kama wakiondoka, hawaachi chochote kile, na wao kule wanapoenda wanakutana na changamoto. Ndio maana niliamua kuingia kwenye kazi hii. Wasikae kulandalanda mitaani, yani wanakaa kuiba, wakati kazi zinapatikana hapa nyingi tu. Nilikuwa naomba vijana wajiunge tu kama hana kazi. Maana wengine si wana kazi. Kama hana kazi aje tu ajiunge hapa. Tufanye wote hii. Kwa sababu kijana kama kijana akifanya kazi kwa siku moja hawezi kushindwa kutoka na 15,000, 20,000, ana uwezo. Akipata hiyo 20,000 kama ni matumizi ya kwake binafsi hawezi kwenda kuiba. Upande wa vijana wa kike wasikae kudanganywa na wanaume, kwa sababu mwanaume anaweza kukudanganya kwa siku moja, akienda kukutumia tu tayari anakuacha. Hapo tayari unakuwa unajizalilisha we mwenyewe. Wasifanye mwili wao kuwa kipato, kazi zinapatikana. Upande wa vijana wa kiume anaweza akapewa kazi ya kubenjua, kuyaweka kama hayo mawe. Yeye mwenyewe hata kuponda wao wanabonda. Wanapata kipato kwa kweli. Hii kazi hii tulionayo ina mafunzo, ila mafunzo yenyewe inatakiwa ukiwa unaweza kuja, unaweza kuwa kama wewe ni mtafuta riziki, unaweza kuja kwa unaangalia tu yale mafunzo ya kuangalia, unaweza kujua ili jua inapigwaje, ili jua inafanyaje, ili hii kazi inafanyika. Baadaye unaweza kuwa unaanza kidogo kidogo, mwisho utazoea. Ukosefu wa mitaji ni kilio kikubwa kwa wajasiriamali hawa ambao wanaiangukia serikali na wadau mbalimbali wa maendeleo kuona namna bora ya kuwasaidia kuwapa mitaji ili wanyanyuke na kuongeza tija. Ifanikiwe kutuangalia sisi wajasiriamali wa hapa Kahama, hapa Karasha. Watuangalie sisi, shida yetu sisi ni mkopo, sababu kwetu tushafanya ila tunaona kona nyingi. Hapa kujitegemea, mngetusaidia hata msaada nipate msaada hata mtaji mkubwa. Ninaweza nikapata nguvu, nikapata uwezo mkubwa, maanake nitatafuta mtu atanibenjulia, nitanunua ile tilipo ninunue kwa hela kubwa, na wapunguzaji tena wa mikono na wapunguzaji tena waliosimama, ninaweza nikainuka katika ndani ya kujitegemea kwangu nikipata msaada. Kwa upande wa mawe mengine yanatoka hapa Karasha. Kuna mengine tunafuata sehemu tunaleta ili mradi kazi iendelee. Tusikwame. Walio wengi wananunua mawe kutoka milima mingine.
Yaani imekuwa kama ni soko tu hapa. Ni soko sehemu eneo la kuuzia, lakini wanaopiga mawe kama hivi jana hawa ni sio wengi sana. Kwa sababu eneo la kupiga halipo, ni dogo sana. Kwa hapa Karasha tunamshukuru Mungu. Pia tunashukuru na uongozi wetu kwa sababu hiyo hatua haijafikia, japokuwa kuna maeneo ambayo wameshafanya hivyo wakazuiliwa kwamba wasifanye kazi kama hiyo, wanaharibu mazingira. Ila kwa hapa tunashukuru kwa sababu haijatokea. Ombi langu kwa serikali nilikuwa ninatamani kwamba wangetuwezesha tukapata hata ile namna ya kupata mkopo wa fedha, tuwe tunapata fedha ambazo tunaweza tukakuza mtaji wa kununua mawe, wa kununua mkaa, ili tuendelee kufanya shughuli zetu kiusahihi. Changamoto tunayopitiaga sana ni kufukuzwa eneo hili. Kwa hiyo tunaomba tu Mama Samia endelee kutulinda hapa. Eneo hili endelee kutusaidia kutuweka hapa, tuendelee kupata riziki. Kwa sababu siku za nyuma kulikuwa na changamoto ya kutuondoa hapa. Na watu tulichanganyikiwa, tukapoteza mwelekeo. Lakini ningeomba tu serikali kama serikali, maana ndio baba zetu, watusaidie, tuendelee kumiliki hapa, tuendelee kufanya kazi ili kuendelea kujipatia kipato. Mtazamaji, hadi kufikia hapo tunatamatisha makala haya ambayo kwa leo tumeangazia kuhusiana na shughuli ya upondaji wa kokoto, raa na karaa yake. Na ni rai yetu kwa serikali na wadau mbalimbali wa maendeleo kuona namna nzuri ya kuwasaidia katika utoaji wa misaada ya kifedha, elimu, mitaji na kutoa elimu kuhusiana na hifadhi na utunzaji wa mazingira na miundombinu ili kuimarisha sekta ya kokoto na kuwawezesha vijana kuanzisha na kuendeleza biashara hii yenye tija. Huu utakuwa ni mchango mkubwa katika kupunguza ukosefu wa ajira na kukuza uchumi wa kijamii. Mimi ni Baraka Ngwafira, msimulizi na mwandaji wa makala haya, na Priscilla Salu akiwa mpiga picha. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.